Kama wewe ni mwanamke ambaye una tumbo na unapenda sana kuvaa aina mbalimbali za magauni, basi video hii ipo kwa ajili yako, kwa sababu ukweli ni kwamba sio kila gauni ambalo unaliona wewe basi ni gauni ambalo linaficha tumbo. Mengine yanafanya uweze kuonekana na tumbo kubwa zaidi. Leo nitaweza kukuonyesha magauni matano ambayo yanakusaidia kuweza kuficha tumbo na kubaki na muonekano mzuri na muonekano wa kuvutia, na unakuwa nadhifu na mwenye heshima. Hakikisha kwamba unaangalia video hii hadi tamati ili uweze kuona hayo magauni matano ambayo yatakufanya wewe uweze kuonekana nadhifu, classic na mwenye ubora bila kuonyesha tumbo lako. Gauni la kwanza ni gauni la A-line. Ni moja ya gauni ambalo linabana sehemu za juu kwenye maziwa na katikati ya tumbo. Alafu huku chini linashuka likiwa la kawaida, yaani inamaanisha kwamba linachanua kama maua ya saa nne. Na pia gauni hili unaweza ukalikuta limeweza kutengenezwa kwa aina ya mwamvuli au aina ya kuvuta marinda au pia aina ya kupanga marinda. Kwa hiyo ni moja ya gauni ambalo linamsaidia mwanamke ambaye mwenye tumbo kupata muonekano mzuri, kupata muonekano wa kisasa na pia kuwa classic. Hapa unachotakiwa kukifanya ni kuweza kutafuta vitambaa ambavyo ni vizuri. Epuka sana kuvaa vile vitambaa ambavyo vina mistari ya mlalo. Ni moja ya vitambaa ambavyo vinakufanya uweze kuonekana kibonge, uweze kuonekana una tumbo sana. Kwa hiyo unatafuta kitambaa ambacho kipo very classic. Kama ni kitenge, shona kitenge chako kikiwa kizuri kabisa na cha kuvutia. Rangi zikiwa zimepangwa vizuri kabisa na za kuvutia. Kama ni umevaa gauni ambalo lina mwamvuli, hakikisha kwamba mwamvuli wake unakuwa umesimama wima. Usiweke mwamvuli ambao umelala, pale unapoteza unadhifu wako. Na kama ni kitambaa, hakikisha kwamba kama ni ua lihakikishe kwamba limeweza kusimama vizuri kabisa ili kupata mtindo mzuri na wa kueleweka. Hili ni moja ya gauni bora sana kwa mwanamke ambaye mwenye tumbo kuweza kuficha sehemu zake za tumbo. Gauni letu la pili ni gauni la mwamvuli. Ni lile aina ya gauni ambalo linabana tu sehemu za maziwa, alafu huko chini lina flow likiwa kawaida, linashona styling ya mwamvuli au styling ya mshazari vile ambavyo unavokaa. Kwa hiyo linashuka kupotea kama kutafuta A ilivyo. Kwa hiyo ni moja ya gauni ambalo linasaidia kuweza kuficha tumbo na linamfanya mwanamke aweze kuonekana classic, aweze kuonekana nadhifu. Kitambaa, tafuta kitambaa ambacho kinapitisha hewa vizuri, either ni turki, either ni chiffon, either ni cotton. Ni moja ya vitambaa ambavyo ni vizuri sana na vinasaidia kwa mwanamke ambaye ana tumbo kuweza kuonekana kwamba tumbo lake halipo kabisa. Ni moja ya dress nzuri sana ya kuvutia pale tu utakapokuwa unatafuta kitambaa ambacho ni kizuri. Juu unaweza ukaongezea na hijabu au unaweza pia ukaachia nywele zako kama kawaida, kama unasuka rasta au unavaa lace wig yako, basi unapendeza sana. Lakini pia katika mazingira ambayo yanapendeza zaidi kuvaa aina hii ya gauni hili, unaweza ukavaa ukiwa unaenda ofisini, unaweza ukavaa katika mikutano, katika hafla rasmi, sherehe mbalimbali, unaweza pia ukavaa aina hii ya gauni na ukabaki kuwa smart na ukawa na muonekano mzuri na ukafanya shughuli zako kwa kujiamini kabisa kwamba mimi nimeweza kuvaa aina hii ya dress na nikaweza kupendeza. Kwa hiyo basi, aina hii ya gauni ni moja ya gauni ambalo linaficha tumbo vizuri na kumfanya mwanamke abaki kuwa na stara yake kama kawaida. Gauni letu namba tatu ni yale magauni ambayo ni ya high waist. Yaani unakuta yanakuwa na mkanda kama mfano wa Big Mac. Kwa hiyo ni sketi au ni gauni ambalo ndani unavaa na bodysuit ili kufanya mtindo wako uweze kuwa mzuri. Kwa hiyo hii sehemu ya kiuno hapa inakuwa inanyanyuliwa juu, na hapa unapokuwa unavaa basi unakuta kwamba mtindo wako umeweza kuwa mzuri na mtindo umeweza kuwa wa kuvutia sana, na pia inasaidia sana kwa mwanamke ambaye ana tumbo kuweza kufanya tumbo lake kuto kuonekana na pia kutengeneza shape vizuri. Kwa hiyo unapokuwa unavaa aina hizi za gauni haya, basi unaonekana classic, unaonekana nadhifu, lakini pia heshima yako inabaki kuendelea kuwa pale pale. Na pia ni gauni ambalo linaficha tumbo na kumfanya mwanamke kuweza kupata shape yenye
halisi. Kwa hiyo shape yako inaweza kuonekana pale, kwa sababu hii sehemu ya tumbo hapa tayari umeweza kuiziba. Kwa hiyo ni chaguo bora sana kwa wanawake ambao wana tumbo. Gauni letu namba 4 ni yale magauni ambayo yanakuwa na mikunjo sehemu za chini. Yaani chini hapa ya tumbo ndio unakuta kunakuwa na ile mikunjo. Kwa hiyo hii sehemu ya tumbo inakuwa ni flat. Alafu sehemu za chini huku unakuta ndipo mikunjo ile inapokuwa inafanyika. Mwingine unaweza ukamkuta ameweka V, mwingine ameweka tu mstari mmoja basi. Alafu kunakuwa na ile mikunjo. Kwa hiyo hili ni moja ya vazi ambalo linavuruga sana sehemu za tumbo pale, kumchanganya mtu anayekutazama kwamba hajui aina hiyo ya vazi ambayo wewe umeweza kuivaa una tumbo au hauna, kwa sababu tayari pale umeweza kumchanganya yule ambaye mtu ambaye anavutiwa na lile gauni lako. Ni moja ya gauni zuri, ni moja ya gauni ambalo liko very smart, ni moja ya gauni ambalo ukilichagua unapendeza sana. It depend na kitambaa. Unaweza pia ukashona kwa kupitia kitambaa cha one color, anamaanisha plain color, na ukapata muonekano nadhifu na muonekano ambao utakufanya wewe uweze kuonekana classic, uweze kuonekana mzuri na mrembo zaidi, kwa sababu kila mtu anatamani kuwa mrembo, kila mtu anatamani kuwa smart. Kwa hiyo ni moja ya vazi zuri sana na ni moja ya vazi ambalo linaficha tumbo vizuri kabisa. Kwa hiyo ni moja ya chaguo zuri kwa wanawake ambao wanakuwa wana tumbo. Hapa unaweza ukatembea katika shughuli zako zozote zile, mikutano, ofisini, unaweza ukavaa aina hii ya dress na ukaonekana ukabe so good. Gauni letu la mwisho kabisa ni yale magauni ambayo yanabana maziwa, tumbo pamoja na hips. Ni aina ya magauni ambayo yanaonyesha tumbo kabisa pale unapokuwa unavaa. Yaani mtu wala hapepesi macho, anaona kabisa huyu mtu ana tumbo, huyu mtu tumbo lake linaonekana. Kwa hiyo ni magauni ambayo ya kuyaepuka. Either unaweza ukavalia ndani alafu juu ukavalia na pashmina, au pia unaweza ukavalia na baibui ili kupata muonekano mzuri na wa kuvutia sana, na hapa ndipo tumbo lako litaweza kufichika. Lakini kama utaweza tu kuvaa ikiwa yenyewe, basi muonekano wa tumbo lako utaendelea kubaki kuwa pale pale. Kwa hiyo ni moja ya vazi la kuliepuka sana kama wewe ni mwanamke ambaye una tumbo. Hivyo basi vipenzi vyangu au mrembo wangu, hapa nimeweza kukuonyesha mavazi mazuri ambayo yanapendeza sana kuchaguliwa kwa mwanamke ambaye mwenye tumbo, na ni magauni ambayo yako very smart. Kwa mfano gauni la A-line, gauni la mwamvuli, gauni la high waist pamoja na gauni la mikunjo ni moja ya magauni mazuri sana na inasaidia kuweza kuficha tumbo vizuri. Lakini pia gauni la kubana sana, kubana kupitiliza, ni moja ya gauni ambalo kama wewe ni mwanamke ambaye una tumbo unatakiwa kuliepuka kabisa, ili kupata mtindo mzuri, ili uweze kuonekana nadhifu, uweze kuonekana wa kisasa. Basi katika magauni hayo 4 ambayo nimeweza kukutajia, unaweza ukachukua moja wapo likawa ni moja dress yako code, ama unaweza ukatafuta yote 4 na kuyaweka kabatini kwako ukawa mwenyewe unabadilisha tu. Jumatatu unavaa high waist, Jumanne unavaa mwamvuli, Jumatano unavaa zako A-line, mwisho kabisa Ijumaa unaweza ukavaa tu gauni lako la kawaida ambalo limeweza kuflow moja kwa moja. Jumamosi ukavaa gauni lako la mikunjo na ukawa umependeza sana, ukitupia tu na kijuba chako. Kama ni mpenzi wa vijuba, kama ni mpenzi wa kusuka rasta, wa kupendeza, unaweza ukafanya ukidepend tu na viatu ambavyo utakavyokuwa unavivaa. Unapata muonekano classic na muonekano ambao ni wa kuvutia sana. Twende kwenye comment sasa kwa kupitia magauni haya 5 ambayo nimeweza kukuambia, ni gauni lipi kwako ni very favorite? Ni moja ya gauni ambalo unalipenda sana kutokana na mtindo wake. Usisahau kusubscribe channel yetu ili usije ukapitwa na episode zinazofuata, kwa sababu episode inayofuata tutakuwa tunazungumza zile blouse ambazo zinaficha tumbo, kwa sababu na imani kwamba wako wengi ambao wanatamani sana kuvaa blouse nzuri za kuvutia. Sasa tunataka kuona zile blouse ambazo zinaficha tumbo vizuri. Mimi ni Precious Tifa, ulikuwa hapa na mimi kutoka mwanzo hadi mwisho wa video hii. Tukutane katika episode ijayo, na hii ni channel ya TZ Fashion. Bye bye.